Tunamshukuru Mungu kwa neema yake ya pekee ambayo ametujalia tena sisi kuweza kukaa nyumbani kwake siku ya leo, siku ya Jumanne ambayo ya maombi. Salome utajiandaa kwa ajili ya maombi. Neema ya Mungu itoshe katika yale anayokwenda kusema nasi kwa kifupi ili tuweze kuingia katika. Mungu akubariki wewe uliyepewa nafasi na Bwana kuweza kuhudhuria katika nyumba yake, maana nayo neno na jambo kwa ajili yake na kwa ajili yetu sote. Amen. Tunaendelea na somo letu la ondoka ulipokaa ukatazama. Katika aina fulani ya maisha ambayo nimekaa kwa muda mrefu, nikaelewa kwamba wokovu ndio huo, nikafikiri kwamba hivyo ndivyo ilivyo. Lakini tunaona Bwana anatupa mwelekeo mzuri wa kuweza kuinuliwa tena katika kiwango kimoja na kuingizwa katika kiwango kingine. Tuna hatua 5 ambazo tuliziangalia kule nyuma katika somo hili, sehemu ile ya kwanza. Tukaona mambo ambayo yalikuwa ya muhimu kuzingatiwa, ambayo yalikuwa yaweze kumfanya mtu aondoke mahali alipokaa. Na tuliziona hizi hatua zikiwa zimebeba mambo mengi ambayo yalikuwa yamebeba msaada kwetu sisi. Lakini kitu cha ajabu ambacho tuliweza kuona ni kwamba kulikuwa na mwendo mrefu kabla ya kuchukua hatua. Kwamba hatua ya kufika mahali ambapo naweza nikafikiri kwamba nimefika ama nafika, kumbe nikajikuta sijafika kwa sababu sijaanza safari. Tuliona ziko hatua ambazo zilikuwa zinatuonyesha kwamba ni hatua zinaonekana katika aina kama katika maisha yetu, lakini kwangu mimi ambaye ndio mtendewa ama mtendaji, na kuwa bado niko katika hatua ya mwanzo, kwa maana niko mahali hapo. Kwamba hatua hiyo inanitaka mimi kutambua mambo ambayo natakiwa kuyafanya, kutambua aina ya maisha ninayotakiwa kuishi, kutambua yale ninayotakiwa kwenda nayo na jinsi ninavyotakiwa kuwa. Lakini tuliona hatua ya pili kwamba ninapojua sasa kwamba hii ni dhambi, sitakiwi kwenda katika njia hii. Sasa ninapoijua kwamba ni dhambi, hatua gani natakiwa kuchukua? Tukaona kwamba kuna hatua ambazo mtu anatakiwa kuzichukua ili aweze kusimama, na katika hatua hizo ni maamuzi yanatakiwa yafanyike. Tukaja tukagundua kwamba tumekuwa na sisi tuliookoka tumekuwa tuwepesi wa kuomba toba, tukiwa tunafahamu toba tunasamehewa, lakini tukasahau maungamo. Tuliposahau na kushindwa kuungama, tukajikuta tunazunguka kwenye himaya ya aina moja ya dhambi, na mwisho ikaonekana ni tabia ya mtu. Kitu ambacho kwa mtu aliyeokoka, kitu kuitwa tabia ya mtu ambayo inatokana na shetani ni kosa, si sahihi. Kwa sababu hakuna mtu wa Mungu anaweza kabeba tabia ya shetani. Sisi tunabeba tabia ya nani? Ya Mungu. Kwa hiyo tukaona kwamba kuna maamuzi kumbe natakiwa kuchukua. Alafu nikishachukua maamuzi niweze kufanyia kazi hayo ambayo niliyoyatambua, ili basi yasije yakanipeleka mahali pagumu pabaya na kuniangamiza, ama nikajikuta nimeangamia. Na matokeo yake ndipo tunajikuta kwamba Mungu anakuwa kile ambacho Mungu katika kile ambacho alichokikusudia kwa mimi kikaanza sasa kuonekana katika hatua hiyo ya pili. Lakini tukaona pia katika hatua hiyo ya pili ni hatua ambayo imenipa kugundua kitu ambacho nilikuwa na mwendo fulani ambao ni mbovu, lakini nikasimama kwa sababu niligundua mwendo fulani ule nilikuwa naenda nao somo, ili niweze sasa kuona ni nini natakiwa kufanya, ndipo nichukue maamuzi katika yale niliyotakiwa kufanya. Sasa anajikuta kwamba katika kile ambacho nilichogundua kinahusu kile ambacho ninachokifanya sasa, kwa sababu maamuzi yangu sasa nitakao yachukua yanahusu kile ambacho nimekigundua. Kwa maana nimegundua nini? Nimegundua kwamba aina ya maisha nao kwenda nayo si sahihi na si mazuri.
maneno ninayoyazungumza si sahihi na hayafai, tabia nilizo nazo si sahihi na hazifai, kwa sababu hazitakiwi kuonekana kwangu mimi mtu ambaye nimeokoka. Kwa maana sasa hiyo inanipa mimi kuingia kwenye kuchukua hatua. Naingia kwenye hatua ya tatu, ambayo hatua ya tatu inanifanya mimi nianze kufanyia kazi neno ambalo natakiwa kulifanyia kazi ni lile lililonigundulisha yale ambayo yalikuwa yanifanya, ambayo sasa baada ya kugundua naingia kazini na kuanza kufanyia kazi lile neno. Napolifanyia kazi linaniingiza katika hatua ambayo ni nzuri ya kuanza hatua ya kugeuka. Kwa sababu kumbuka, nilikuwa nasafiri, nikafika mahali, nikagundua kitu, nikasimama, nikapause, nikaanza kufanyia kazi, kutafakari kwa kile ambacho nimekigundua, na katika kutafakari ndipo nikafikia hatua kwamba ya kugundua kwamba hiki kitu si kizuri, kwa maana safari hii siwezi kuendelea nayo. Na kama safari hii siwezi kuendelea nayo kwa sura hii, nini natakiwa kufanya? Maamuzi yakishafanyika, ndipo naanza hatua za kugeuka. Sijatoka mahali nilipokuwa, bado sijachukua hatua yoyote ya mwendo, niko pale pale nilipokuwa nimesimama. Kwa hiyo pale pale nilipokuwa nimesimama ndipo ninapogeukia hapa. Kwa hiyo ninapochukua hatua ya kugeuka ambayo ndio ya tatu, naingia katika hatua nyingine ambayo kila neno ambalo lililonipa mimi kujua tatizo langu, kosa langu ama dhambi yangu, lazima nihakikishe naliingiza kazini, kwa sababu neno hilo ndio lilifungua mwanga wa kile ambacho sitakiwi kukiona, na neno hilo lazima nilifanyie kazi ili liweze kunisaidia niweze kuondoka hapo. Sasa katika hatua hizo tukasema ni hatua za mgeuko, kwamba mtu anageuka, lakini nageuka kuelekea wapi? Nageuka kuelekea kwenye njia ambayo siijui tena, kwa sababu ni muda mrefu nimeishi kwenye njia isiyo sahihi, na sasa natakiwa kugeuka, ama nimeanza kugeukia njia ambayo ndiyo ya wokovu halisi. Njia hiyo nimeisahau, njia hiyo sijui namna gani ya kupita, lakini njia hiyo ina kiongozi. Kiongozi tunamjua ni Roho Mtakatifu, na katika kupita katika njia hiyo, yaani katika kugeuka na kuingia katika hiyo njia, la kwanza ili niweze kuipita lazima niione, na katika kuiona ina maana lazima macho yangu yawe yameondolewa kile ambacho kilikuwa kinazuia, kwa maana ule upofu. Kwa hiyo niweze kiona hiyo njia, ndipo nianze kutembea katika njia hiyo. Sasa nianze kufanya hatua za kutembea kwenye hiyo njia, kwa sababu nimeona hatua za kutembea inakuwa ngumu kwangu, kwa sababu njia nilikuwa naiendea ni ile pana. Nilikuwa naenda anyhow, napita kwa jinsi yoyote ambayo ninayotaka. Nikienda kwenda hivi naenda, kwenda hivi naenda. Lakini njia hii sasa ni nyembamba, siwezi kwenda kwa mfumo ule. Ina maana sasa kuna kujifunza namna gani ya kutembea kwenye njia hii. Kujifunza, lazima nijifunze kuijua hiyo njia, ndipo nijue hatua zangu zitaendaje. Na anayejua hiyo njia ni huyo Roho Mtakatifu ambaye anayepitisha watu hapo, ndipo sasa anifundishe namna ya kupita. Ndio tukaona Zaburi 32 mstari wa 8 inasema ni namna gani atatufundisha na kutuongoza ili tupite katika hiyo njia. Lakini sio kupita tu, jicho lake likiwa liko pamoja nasi, kwa maana yeye akiwa pamoja nasi kutupitisha pale. Kwa hiyo katika kupita kwenye njia hii tunaona kwamba ni hatua za kufundishwa. Sasa hatua za kufundishwa, kumbuka nilikuwa na mambo ambayo yalikuwa hayatokani na huku ninakoelekea. Nilikuwa na mambo ambayo yanatokana na kule kwa Shetani, ndio tabia zangu zilikuwa hivi. Sasa ili Roho Mtakatifu aweze kunisikizisha, kila akisema mimi napingana naye, kila akisema naona sifa, kila akisema nashindwa kufanya, kwa sababu nilishazoea kufanya kwa namna fulani, kwa hiyo nafanya kwa namna hii. So inafika mahali Roho Mtakatifu inabidi akate kila kitu ambacho kimekuwa sababisho cha kunifanya mimi nifanye ndivyo sivyo. Anapokata kile, kuna maumivu yale ninayasikia, ninayapata mimi. Hicho kipindi tunakiita ni cha kutengeneza. Kwa hiyo ninapopita katika hatua hizi, ni hatua ambazo hazina furaha, wala zijabeba furaha, wala zijabeba amani, kwa sababu Roho Mtakatifu hawezi kubaki na wewe hapo kwa umesimama, utazuia watu wengine kupita. Nakumbuka niliwaeleza maono ambayo nilichukuliwa
nikapitishwa mahali pembamba, nikasema anyway siwezi kupita, lakini nitapita, atakayekuja nyuma mimi atanisukuma ndio yeye atapita. Ule wembamba ni nyembamba kiasi ambacho watu wawili hawezi kupita. Kwa maana yake siwezi kupita njia hiyo kwa mawazo ya mwanadamu mwingine. Nina uwezo wa kupita kwenye njia hiyo kwa kile nitakachokisikia kutoka kwa Roho Mtakatifu, akinielekeza na kunifundisha na kunisaidia. Napopita sasa kwenye hiyo njia, hiyo hatua ambayo naenda nayo ni hatua ambayo ni nzuri, kwa sababu tayari nimeingia kwenye ile njia inayonitaka mimi, yani kuelekea sasa. Kuingia kwenye hiyo njia ndio inanipa mimi kuwa committed, yani kujihusisha kikamilifu na mambo ya Mungu, kwa sababu kila kinachomhusu Mungu ndio hatua zangu sasa za kutembea katika njia hii. Kwa hiyo nakuwa committed na hakikisha kwamba nasimama vyema kwa ajili ya Mungu, ili niweze kutoka kwenye hatua hiyo niingie kwenye hatua namba 4. Hatua namba 4 nafika kuweza kuliona lile lango ambalo tuliambiwa ni nyembamba sana, ule mlango ambao hauwezi yani kupitika nikiwa nimebeba mafurushi. Kwa hiyo mlango huo lazima furushi zile zote ziondoke, na nikifika hapo lazima kila kitu kilichokuwa hakimhusu Mungu na kinamhusu shetani lazima kiwe kimeondoka. Na kinapoondoka ndio naweza nikatembea kwenye njia hii vizuri, ile wanasema smoothly, natembea kwa raha. Ndipo utakapoanza kuona furaha ya wokovu, ukichota maji katika kisima cha wokovu. Sio wokovu wa kulia na kulalamika na kunung'unika. Hiyo itanipeleka kwenye hatua ya 5. Hatua ya 5 itanipa mimi kutia moyo ufahamu katika kule kuunganishwa kwa zile nyaya kwenye ufahamu wangu. Kwa sababu sasa njia nimejua, mlango nimeshauona. Sasa ndio nipo safari naelekea kwenye ile lango. Kwa hiyo natakiwa kutii, kufahamu, kushika kila ninachotakiwa ama nilichokusudiwa. Sasa hapo kitu kitakachokuwa kinafanya kazi ni moyo wangu kutiwa ufahamu. Moyo wangu unapotiwa ufahamu, unaingia kwenye kuelewa kuwa sasa hii njia sasa ndio sahihi. Kwa hiyo nitakapopita pale, pamoja na kwamba njia ni nyembamba, lakini nitapita vizuri. Kwa nini? Kwa sababu moyo wangu nimeutia ufahamu na nimeweza kuelewa kwa njia hiyo ndio yenyewe na njia sahihi. Baada ya kuangalia hatua hizo 5 tulizokuwa tumejifunza, tukaingia kwenye hii hatua ya kuunganisha waya, fahamu zangu kuunganishiwa waya, system. Yani nikisema waya namaanisha system yangu ya ufahamu iweze kufanya kazi. System yangu ya ufahamu inapoanza kufanya kazi, ndipo pale sasa mimi naanza kuelewa ya kwamba hapa katika njia hii natakiwa nipite kwa tahadhari kubwa, ili nisije nikajikuta nimeenda pembeni. Kwa hiyo maisha yangu yanaingia kwenye kuchukua tahadhari. Kwa hiyo hilo ndio eneo ambalo tulikuwepo, kwamba mtu anapofikia hatua hiyo anaanza kuchukua tahadhari. Kwa nini anachukua tahadhari? Anachukua tahadhari kwa sababu kuna wakati alikuwa kwenye njia hii. Kuna wakati alipookoka alipita vizuri njia hii. Lakini kuna kitu kilitokea, na hicho kilichotokea kikamhamisha kwenye njia hii. Sasa kile kilichotokea sio kwamba hakipo, bado kipo na kipo pembeni. Maana shetani bado yuko hai, hajafa bado. Na bado anaishi na hana watu wengine anaowafuatilia. Maana wale ambao hawajaokoka ni wapaka, hana shida nao, lakini bado anakifuatilia. Na hasa anamfuatilia mtu ambaye tayari ameshaiona njia, tayari ameshamwona ameanza kupita kwenye njia. Kwa sababu wakati alipokuwa amenitengenezea mazingira ya kupita katika upana wa njia yake, aliachana na mimi. Akaona nishamkamata, yuko kwenye njia, anaweza kwenda mwenyewe sasa. Lakini anaelekea wapi? Anakuja kwangu. Kwa hiyo anaweza kuendelea. Sasa kwa sasa hivi ninapokuwa katika njia hii, ananifuatilia ili aweze kunikamata na kunirudisha kule. Sasa tahadhari ambayo mimi natakiwa kuichukua ni tahadhari ambayo inanipa mimi kuelewa nini kinachotakiwa kufanyika na mimi. Nakumbuka tulimwangalia Kaini, tukamwona Kaini kwamba Kaini hakuwa na dhambi iliyokuwa inakaa ndani yake, isipokuwa dhambi ilikuwa inamuotea. Na ile dhambi iliyokuwa inamuotea ilimpasa yeye aweze kuishinda. Kwa manake katika njia hii yule msababishaji yuko. Sasa mimi ninapomshinda
ina maana hiyo dhambi iko kila hatua unaokwenda nayo kwenye wokovu iko hapo mlangoni, inakusubiria kwamba uende vibaya tu alafu uangukie hapo. Na kwenda kwangu vibaya ni pale mahali nitakaposhindwa kuweza kutambua. Sasa nitashindwa kwa sababu gani? Kwa sababu ya kutokuchukua tahadhari. Sasa maisha yetu ya wokovu, watu tuliookoka, mara nyingi tumekuwa tunaishi bila tahadhari, na tumekuwa kujihesabia haki ya kwamba tumeshaokoka. La, niko hapa kusema kwamba ni hapana, kwa sababu maisha yangu ya wokovu yanatakiwa yabebe tahadhari, kwa sababu tahadhari hiyo ndiyo itakaonipa mimi kuweza kupita na kwenye njia hiyo na nikafika salama ninapokwenda. Tukasema kuna tahadhari ambayo tunatakiwa kuchukua, ambayo tahadhari hiyo ni ya mwilini. Tahadhari ya mwili kwanza, kwamba tunapozungumza habari ya tahadhari ya mwili, nilitoa tahadhari ni nini? Nakumbuka ndio nilisema siku zile. Nasema tahadhari ni hatua inayochukuliwa kabla ya kutokea uharibifu na kusababisha athari za namna fulani, hata kusababisha anguko la mtu ama kuangamia mtu. So kuna tahadhari ambayo lazima nichukue, na tahadhari hiyo nisipochukua umakini katika kuchukua tahadhari hiyo, naweza nikajikuta nimeangamia ama nimepotea ama nimepoteza ya safari yangu, ama safari yangu imeishia njiani. Na safari yangu ikiishia njiani, maana yake ni kwamba nimeshakamatwa na adui. Amen. Lakini sasa tunaona kuna kitu natakiwa kufanya ili hatua zangu zisikengeuke na kuanguka. Na kitu ambacho natakiwa kufanya ili hatua zangu zisikengeuke, kwa sababu tahadhari ninaichukua kwenye mwendo wangu wa wokovu, na mwendo wangu wa wokovu ndio umebeba hatua zangu. Mwendo wangu wa wokovu ndio umebeba hatua zangu, na kwa sababu hiyo mimi natakiwa kuchukua tahadhari ili hatua zangu zisijikwae, yani mimi nisijikwae kupitia hatua zangu. Nisijikwae kupitia hatua zangu. Sasa nisijikwae kwa jinsi gani? Katika kuishi kwangu sasa, hapa tunaingia kwenye kuona maisha yangu ya kila iitwapo leo yanahesabika kwamba ndiyo hatua zangu. Maisha yangu ndiyo yanaoweka marks zangu. Maisha yangu ndiyo yanaotoa hesabu ya mwendo wangu. Sasa mimi lazima maisha yangu yawe yamebeba hatua hizi ambazo zinakwenda kwa namna ya Mungu. Ndio anasema katika Ayubu 23 mstari 11 ya kwamba 23 Ayubu mstari 11 anasema, mguu wangu umeshikamana sana na hatua zake, njia yake imeishika wala si kukengeuka. Mguu wangu umeshikamana sana na hatua zake. Mguu unashikamana sana na hatua zake, kwa maana nachukua tahadhari. Anapokanyaga yeye ndipo ninapokanyaga mimi. Kwa hiyo mguu wangu umeshikamana sana. Anachosema yeye ndicho ninachofanya mimi. Neno lake ndio limekuwa taa ya miguu yangu. Neno lake ndio limekuwa kiongozi wa kuniongoza mimi katika maisha yangu. Kwa hiyo katika kila hatua ambazo tunatembea, hatua hizo lazima zishikamane na hatua zake, na si mimi kumtangulia mbele, na si mimi kubakia nyuma halafu tukaachana. Lazima hatua zangu na yeye zishikamane. Katika kushikamana huku kunazuia mimi nisianguke. Kunanizuia mimi nisianguke. Nisiposhikamana, hatua zangu zisiposhikamana, kwa maana sasa maisha yangu ya kila iitwapo leo lazima yaende kulingana na kanuni za Mungu.
lazima zitembee, lazima ziende kulingana na kanuni za Mungu na si vinginevyo. Kile ambacho kanuni nasema, kanuni ni nini? Kanuni ni kwenye neno lake. Kanuni tumezipata hapa kwenye Biblia, kwenye neno lake. Kile ambacho kinanitaka mimi kuishi, kinanitaka mimi kuishi, kufanya, kuenenda kwa, hayo ndio sasa yawe maisha yangu na si vinginevyo. Niseme tu kwa baada ya kuokoka tumeshatengenezewa maisha ya kuishi. Sio kwamba tunaingia kwenye wokovu kuja kutafuta maisha ya kuishi huku. Huku kuna maisha already yalishatengenezwa tayari, yakiwa yanawasubiri wale watakaoingia huko waweze kuyaishi. Kwa hiyo tuko huku ndani ya wokovu kutafuta kwamba sasa inakuwa ile ndoto jana usiku nilisema mimi siko hapa kusema watu wasiote ndoto, poteni ndoto zenu. Mungu alisema hivyo. Watu wako wamehama kwenye neno, maana hatua zetu ziko hapa. Tunahama kwenye neno mahali ambapo ndio kiongozi wetu. Ili neno lipo kwa ajili ya kutuongoza sisi kwenye safari ya maisha yetu. Kwa maana hakuna safari mpya inayotokana na kitu chochote. Safari iko hapa. Ndio maana Zaburi aliposema 119 kwa moyoni mwangu nimeliweka neno lako ili mimi nisikutende dhambi. Nisikutende dhambi kwa sababu nisije hatua zangu zikaachana na wewe. Hatua zangu zinashikana na Bwana katika mwendo wa maisha yangu. Hatua zangu zinashikana na Bwana katika kila nukta, sekunde, dakika za maisha yangu. Ndio maana inahesabiwa. Na ndio maana huwa nasema, jamani, kwenye ulimwengu wa roho hakuna upepo unaopeperusha dhambi ya mtu na dhambi kapotelea mahali. Kasikia kwamba dhambi, huyu Elena alifanya nini? Jamani, sioni, nilikuwa nimeandika hapa lakini sasa sioni. Hakuna hiyo kitu. Kila kitu kiko black and white. Kila kitu kinaonekana. Kwa maana hakuna kitu kinaficha, hakuna kitu kinapoteza, hakuna kitu kinayeyusha, hakuna kitu kinapeleka mbali. Maana nini? Maana kila nukta yangu inapogonga, maisha yangu yanahesabiwa, kwa sababu maisha yangu ndio hatua zangu, na maisha yangu ndio haya yanayotakiwa kumwakisi yeye Kristo, ili katika mwendo wangu niweze kwenda kwa jinsi yake. Kinyume na hapo ni ngumu. Deva nitaachwa nyuma ama nitamwacha yeye nyuma. Mimi nitatangulia. Na vyovyote vile itakavyokuwa, aidha nimemwacha yeye nyuma nikatangulia mbele, nitagonga ukuta. Maana kwa kifupi ni kwamba maisha ya wokovu yalishaandaliwa kwa ajili ya wale watakao mpokea Kristo na kuliitia jina lake waweze kuishi hivyo. Kwa hiyo kanuni ziko zilishaandaliwa, hazihitajiki kutafutwa tena. Ndio kile aliwaambia taifa la Israeli, jamani, haiko juu, mimi nimewapa maagizo yangu. Hayako juu mseme kwamba nani atapanda mbinguni. Mbona yako hapo mko nayo wenyewe? Nimeandika kwenye vibao vya mioyo yenu. Why na kwa jinsi gani? Ni kwa sababu niliyatoa kwenye kinywa changu, nikampa kiongozi wenu Musa, na Musa amewasomea. Kwa hiyo mmeja yuko kwenye kibao cha moyo wako usiku ile uliposikia. Na siku uliposikia ndio siku unaanza kuhesabiwa kwamba utembee hivyo kwa wale waliokuwa wanaekewa zile sheria. Kwa hiyo kwa sisi ambao tuliokuwa maisha yetu yalishaandaliwa tayari, na sina njia nyingine ya kupita. Siwezi. Najua unaweza kaishi maisha ya wokovu yaliyokuwa na pumziko. Aliposema njooni kwangu wote mnaosumbuka kulemewa na mizigo, na mimi nitawapumzika. Hilo neno lina uhai wake katika kuishi kwetu hapa duniani. Kwa uhai wake unatokana na maisha yaliyoandaliwa kwa ajili ya watu wake waliookoka. Sikiliza nikueleze. Wakati Mungu anaumba mtu, alimuumba mtu akiwa anajua huyu mtu anakuja kumpa nini, ataishi vipi, itakuwaje. Akatengeneza, akaandaa vitu vitakavyo. Na wakati anampa maagizo, anamwambia na miche ya kondeni yote, miche na miti mimea itakuwa chakula. Alikuwa tayari ameshauandaa huo mpango na jinsi gani mtu huyu atakavyokula, namna gani atakavyokuwa, na hata aweze kuishi milele, atatunzwa na nini, hata huu mwili uweze kuishi milele. Wakati huo tunasema hakuna kitu ugonjwa
Hakuna kitu kinaitwa sijui kwamba sijui ikitokea ikitokea hivi itakuwaje. Hakuna kitu kama hicho. Sasa haya ni maisha ambayo Mungu aliandaa kwa ajili ya mtu ambaye alikuwa na Mungu. Lakini ndio haya maisha ambayo Mungu ameandaa, alishayaandaa kwa mtu ambaye anayeokoka. Hatuingii ndani ya wokovu kuja kutafuta maisha. Maisha tu wanatafuta huko mtaani. Watu wanahama nchi, wanahama mikoa, wanahama wilaya, wanaenda kutafuta maisha. Kwa sababu alikuwa Makibaa, anahamia Mwanza. Anatafuta nini? Maisha. Maisha huwezi kuhama kwa aina fulani ya maisha ili uweze kupata aina fulani ya maisha ya wokovu. Wokovu ni huu moja. Na umetengenezewa aina ya maisha moja. Katika kanuni moja itokayo kwake yeye na si vinginevyo. Sasa mimi ambaye niliyeokoka, ndio natakiwa nielewe hiyo. Mtu usitoka huko unaingia ndani ya wokovu alafu leo tunaona kuna watu wametoka huko. Watu wanaingia kwenye wokovu kwa sababu wana vitu wanatafuta. Wanatafuta maisha huko ndani ya wokovu. Sijui mwingine apate pesa, mwingine sio apate mchumba, mwingine apate mume, mwingine apate gari, mwingine aende Ulaya, mwingine sio apate. Alafu ile maana halisi ya kuingizwa nayo, tulioingizwa nayo kwenye wokovu haihusiki, mtu haihusu. Na hayo ndio maisha. Sasa wale tunavyopigwa chenga. Hayo sasa tunayoyaacha, alafu tunakimbizana na hayo mengine. Yale tuliyoyaacha ndio maisha. Kwamba nikikaa kwenye maisha haya ambayo nishatengenezewa, hayo nao kimbizana nayo, mbona ndio yako hapo sasa? Na mimi ndio siko hapo sasa, mimi niko huku natafuta maisha ndani ya wokovu sioeleweka ni wokovu gani. Lakini kuna mahali ambapo ndiko kuliko na maisha sasa ya wokovu. Kwani Adamu nini kilifanyika? Yeye wakati waliambiwa wakae hapo, waishi katika kile ambacho wamewekewa. Wamepewa chakula watakula. Wamepewa mamlaka juu ya kila kitu. Wamepewa everything ambayo watakiwa kuishi. Hayo ndio yalikuwa maisha yao. Na umilele wao na kila kitu ilikuwa ipatikane kwa maisha haya. Haya, wameenda kumsikiliza shetani. Shetani akawaambia mnataka kuishi. Jamani, si ndio aliwaambia hivi? Kwamba Mungu anajua mkila mtakuwa kama yeye, maana yake mtaishi milele. Na kumbe hao tayari wana umilele ndani yao. Lakini kwa sababu ya kutokujua ndio anasema hivyo kweli. Haya. Wanakula wametoka pale mali kwenye umilele, wameingia kwenye mauti. Maisha yalishaandaliwa tayari ya sisi kuishi kwenye wokovu. Nachotakiwa ni kitu kimoja tu. Tia moyo wako ufahamu ili uweze kuyaishi hayo maisha. Ndipo sasa uweze kuona kile ambacho kilichokusudiwa kwenye wokovu. Hata ndio mimi nikaokolewa, Kristo akaja akaniokoa. Nini? Kwa hiyo sasa ndio hapo tunaona kwamba sitaweza kuishi hivi. Lazima hatua zangu zishikamane na yeye. Zikishikamana na yeye, nitaepuka anguko. Nitaepuka kuanguka. Nitaepuka kukengeuka. Nitaepuka kuharibiwa na adui shetani. Kile kilifanyika bustani ya Eden ndicho kinachofanyika leo. Kila siku mimi nisema hakuna shetani wa bustani wa Eden na shetani wa dunia ya leo. Ni yule. Hakuna mchezo mpya wa shetani leo anaofanya kwa kanisa. Ni yule alifanya bustani ya Eden. Kwa hiyo kitu ni kile kimoja. Kwa hiyo kanisa kitu kinachotakiwa kuwa nacho ni kuwa na ufahamu ili kuweza kuchukua tahadhari. Nikichukua tahadhari, basi nitaweza kuishi. Anasema kwenye Zaburi sura ile ya 17 mstari ule wa 5. Mstari wa 5. Anasema